Bwana amekupa mamlaka iwe juu yako katika jina la Yesu, ya kwamba unaweza kutabiri. Nisikilize mtakatifu wa Bwana, uwezo wa unabii uko ndani yako, kwa namna hii kwamba nabii wa kwanza wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Manake unaweza ukatabiri hata kama kitu kimeshaondoka kwenye mazingira ya kuruhusiwa kuishi, lakini kwa kuwa Bwana amekupa hiyo neema, vitu vinaweza vikaishi tena katika jina la Yesu, na huo upako wewe juu yako katika damu ya Yesu Kristo. Maandiko yanasema Bwana akamwambia tabiri. Manake kule kutabiri alikokuwa na kuruhusu kwa kinywa chake, ndivyo ambavyo Bwana alikuwa anatenda. Na mimi nasema tu kwamba kuna neno utalinena wewe na Bwana atalidhibitisha. Kazi ya Bwana ni kudhibitisha kila ambacho unakinena. Kazi ya Bwana ni kuruhusu kila ambacho unakitaka kitokee. Yeye peke yake ndiye anayedhibitisha na mambo yakatokea. Mtu wa Mungu, nisikilize vizuri. Inawezekana kuna namna umelia sana. Inawezekana kuna namna hauna majibu juu ya jambo ambalo unapitia, lakini uwezo uko ndani yako. Moja ya shida ya watakatifu wengi hawaelewi ya kwamba ndani yao Bwana amewapa uwezo usio wa kawaida, ya kwamba ndani yao Mungu amewapa mamlaka. Nisikilize, koja nikukumbushe kwenye neno hili. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 1:26, maandiko yanasema Bwana akasema tumuumbe mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Ni nini nasema na wewe mtakatifu wa Bwana? Ya kwamba wewe namna ulivyo, haijalishi una uwezo kiasi gani ndani yako, haijalishi una mazingira kuzunguka kiasi gani, Bwana amekuwekea mbegu ya ajabu ya kufanana na yeye, ya kutokea kama yeye, ya kwamba tumuumbe mtu kwa sura na kwa mfano. Naomba niseme na wewe, uwezo wa kunena vitu vikatokea Bwana alikuwekea ndani yako, Bwana alikupa ndani yako. Na hili ndilo jambo ambalo nalitaka tuendelee kuliomba, nalitaka likae kwako, ya kwamba kila mtu anayenisikia, haijalishi unapita mahali pagumu, yawezekana ndoa yako ina mazingira ya kuharibika, yawezekana watoto wako wana sura zile za kuharibika, wana aina ya tabia ambazo zimekukatisha tamaa. Bwana amekupa hii neema isiyo ya kawaida, ya kwamba kwa kinywa vitu vinaweza kurejea mahali pake, ya kwamba kwa kinywa vitu vinaweza kukaa mahali pake, na ndivyo itakavyokuwa. Bwana akupe hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka sasa unapofuatilia somo hili, inawezekana kuna mifupa kwenye maisha yako. Inawezekana kwenye familia ulipo kuna mifupa. Ule ndio uwanda, mahali ambapo upo na unaishi. Ule ndio uwanda wako, mahali kila siku unapita, mahali kila siku vinakuzunguka vile vitu, lakini ukivitazama ni vigumu, havina tafsiri ya kuendelea